Jesse, kwa hiyo karibu sana. Nakushukuru sana Eben. Nakushukuru sana, tunashukuru. Ni siku nyingine njema. Tunamshukuru Mungu kwa kutupigia uzima na afya. Kabisa. Umezungumza masuala ya wasomi kwa wiki mbili mfululizo kwenye safu yako ya nyuma ya pazia kwenye tovuti ya The Media Brains, na mimi nikatamani sana tuyazungumze kwa ujumla wake kwa sababu yote yamelenga eneo la elimu. Kwanza ulianza na uchambuzi kuhusiana na hatua ambazo zimechukuliwa na serikali ya Malawi kudhibiti haya mambo ya PhD za kupeana na vitu kama hivyo, na ukalinganisha na hali ilivyo hapa nchini kwetu. Lakini wiki iliyofuata umezungumza namna mabadiliko yalivyokuwa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, hasa kwenye eneo la kuwa eneo lililopaswa kuwa labda na mijadala, na umesema kwenye maandishi yako kule kwamba nchi yote ile iwe na maendeleo. Umerejea kauli kadhaa za viongozi wa huko nyuma kwamba kwenye mijadala ndio kunapatikana hatua mbalimbali za kujua kwamba tunapataje maendeleo. Sasa tuje kwenye makala ulioandika wiki hii, ambapo kimsingi umefanya namna fulani ya tathmini namna ulivyosoma kitabu cha Moringe Sokoine, lakini pia maneno ya Profesa Shivji, lakini pia namna wewe unavyoona kwa ujumla wake hali ikoje sasa hivi kwa wasomi wa vyuo vikuu, ukiangazia zaidi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mimi binafsi nimepata kupitia mijadala mbalimbali wasomi hasa wa miaka hiyo, labda miaka ya 60, 70, wakizungumza namna Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilivyokuwa, ushiriki wa wanataaluma mbalimbali, wapigania uhuru kutoka mataifa mbalimbali walivyokuwa wanakuja kushiriki mijadala. Lakini wakati mwingine kipindi cha Mwalimu Nyerere akiwa rais alikuwa anakuja UDSM na kutoa nafasi kuhojiwa ama kuulizwa maswali, na kunatengenezwa pressure fulani ya kuchuja mawazo, kuibua hoja mpya na mambo kama hayo. Ilikuwa ni eneo lilobeba mijadala. Wanasema chuo kikuu kitabeba sifa ya kuwa chuo kikuu kinapobeba mambo kama hayo, tafiti, mijadala, kuibua mawazo mapya na vitu kama hivyo. Na kama itafika wakati chuo kikuu kitaanza kuwaendesha watoto kwa namna ya kuendesha vijana, kwa maana ya kuwafundisha wafikirie kwa namna gani ama waamueje, basi inakuwa haina tofauti na shule ya sekondari. Wengine wakaenda mbali zaidi wakasema inawezekana labda UDSM sasa imekuwa kama extended high school. Tuangazie mtazamo wako kwenye makala uliyoandika kwenye nyuma ya pazia wiki hii, na kile ulichokiita ni kama kuwaanika wasomi, kwa maneno ya Profesa Shivji. Ni kushukuru Eben. Ni kweli wiki hii nilisukumwa kuandika safu yangu ya nyuma ya pazia baada ya kuwa nimeshasoma kile kitabu cha maisha ya waziri mkuu wa zamani aliyefariki kwenye ajali, Edward Moringe Sokoine, ambayo kimeandikwa na waandishi wabobevu kabisa, Salvador Emamu na Said Nguba, ambao ni waandishi, na vimeariwa na baadhi ya wasomi wakubwa kabisa. Na kile kitabu kimesimamiwa na taasisi ya uongozi. Ni kitabu kikubwa. Na mle ndani Profesa Shivji alipata fursa ya kuandika sura moja kama kutoa tathmini ya mchango wa Sokoine katika hadhira ya usomi hivi kama hivyo. Na mle ndani nimemnukuu Shivji kwa hakika kama nilivyosema. Shivji anasema Sokoine mwaka 83 nafikiri mwishoni hivi alipata mwaliko kwenda Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, taasisi ya taaluma maendeleo IDS, wakati inatimiza miaka 10, kutoa hotuba pale. Na katika vitu ambavyo anamnukuu Profesa Shivji anamnukuu Sokoine ni kwamba alisema lazima vyuo vikuu iwe ni sehemu ya mijadala kwa ajili ya kuchagiza maendeleo ya nchi. Ndio wajibu mkubwa wa taasisi za elimu ya juu kama chuo kikuu, kama ilivyokuwa taasisi hiyo aliyosema ya IDS. Kwa hiyo akasema alifurahishwa kwamba
hayo yalikuwa yanatokea, na akachagiza lazima aendelee namna hiyo. Kwa hiyo ndo nchi inapata maendeleo na kusaidia kusonga mbele kama wasomi watajikita katika mijadala ya kina kuhusu masuala mbalimbali ya nchi yao, itasaidia kuchangia maendeleo ya nchi yao. Sasa Shivji baada ya kumnukuu Sokoine kwa kauli hiyo, akasema anaamini Sokoine angefufuka leo asingeitia mguu kabisa chuo kikuu cha Dar es Salaam, kwa sababu mijadala sio kwamba haipo tena, bali imekufa kabisa. Sasa mimi alivyosema imekufa kabisa kidogo ikanishtua. Sio kama imeshtua kwa sababu sikifahamu chuo kikuu cha Dar es Salaam, ila ni kwa sababu aliyesema ni Profesa Issa Shivji ambaye maisha yake yote ya karibia miaka 50 ya taaluma ameyafanyia chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ni profesa wa sheria mwenye heshima kubwa na anayetambuliwa taifa na kimataifa. Ni mtu mbobevu, anaandika vitabu vingi, ni mchambuzi wa maana kabisa. Ni mtu kweli kweli, Tanzania wa maana kweli kweli katika eneo la taaluma katika masuala ya sheria. Sasa nikajaribu kukumbuka mimi nimepita chuo cha Dar es Salaam. Nimesoma pale na nakumbuka zama zile kulikuwa kuna mijadala inafanyika. Ile Nkrumah Hall ile ilikuwa ni eneo la mijadala mikubwa mikali ya mambo ya kitaifa, kimataifa. Kama nilivyosema hapa mwenyewe hapa, wanakuja wanazuoni kutoka sehemu mbalimbali duniani, wanakuja wana siasa kutoka sehemu mbalimbali duniani. Inafanyika mijadala pale mikubwa, mizito. Unaona kwamba hapa watu wanazungumza. Unaona, unapata hoja mbalimbali za kisomi kutoka kwa wanataaluma, wahadhiri wako wengi pale, hata wanafunzi ambao wanapita katika mchakato wa kupata shahada zao, unasikia wanachangia. Kwa hiyo unakuwa na bujiko la mawazo, mijadala, unafurahia kuona Watanzania wanafikiri sasa. Sasa ukifika mahali kwenye chuo kikuu kikongwe kama kile, chenye heshima kama kile, hakuna mijadala, unajiuliza, kwa hiyo sasa hivi jamii yetu imekuwaje? Kama kitovu cha mijadala hakuna mijadala, hivi iko wapi? Imehamia wapi? Ndio nikasema inawezekana wasomi wamefika mahali wamekata tamaa. Wameona labda hawasikilizwi, au labda kazi yao ndio hivyo imekuwa labda sio ya kupata tena nafuu yote ya maisha na hadhi na kutambuliwa. Labda kuna vitu vingine ambavyo vinapitwa hadhi. Na nikasema siku hizi watu wamekuwa zaidi wanafikiria habari ya kupata nafasi za uteuzi. Kwa hiyo hata ile kuwa na uhuru wa mawazo, uhuru wa kufikiri, ambao ndio kitovu cha maendeleo ya vyuo vikuu. Uhuru wa kufikiri, uhuru wa kitaaluma. Watu wanakuwa uhuru kutambua na kujadili mambo kwa uhuru kabisa. Sasa ukianza kuifungwa katika hizo kutarajia kitu fulani hivi, fikra critical thinking, wanasema wazungu, critical thinking napotea. Na ushakosa hiyo fikra tundu hizo nasema hiyo critical thinking, then mjadala unatoka wapi? Na kwa hiyo kama ugonjwa huu uko kule juu kule, hivi huku chini kwenye jamii uko hiyo, hali inaweza kuwa mbaya zaidi. Sawa, kule umechambua kwa upana wake kwenye uchambuzi wako. Kwa nini tunayazungumza haya sasa hivi? Natamani kupata mawazo yako, kujua kwa nini tumefika hapa. Umedokeza swala la watu kutamani kuteuliwa, labda bila shaka hata kipindi hicho cha nyuma wapo bila shaka waliotamani kuteuliwa, na mtu ukiteuliwa kwenye nafasi fulani ni faraja, ni furaha. Lakini kwa nini tumefika kiwango hicho ambacho kinatafsiriwa na wasomi wengi wa Kongo kwamba ni kiwango kibaya? Kwa nini tumefika hapo? Kimechochewa na nini? Ni jambo la bahati mbaya sana katika taifa letu kwamba eneo ambalo linalipa kwa kasi kubwa na kwa muda mfupi sana ni eneo la kwenye siasa. Na watu wanafikiri kwamba bwana, shortcut ya maisha iko huko kwenye siasa. Na ndio maana kila mtu anakimbilia huko na anatafuta jinsi ya kuingia huko, kwa sababu malipo yake nitumie lugha ya kukopa, return of investment ni kubwa. Haushangae mtu kutumia mapesa mengi kutafuta nafasi fulani za kuchaguliwa. Haushangae mtu
kujaribu kujipendekeza kwa kadri awezavyo aonekane ili ateuliwe, kwa sababu unajua ukishateuliwa kule malipo yanayokuja na hizo nafasi ni kubwa. Kwa hiyo tuna shida kubwa sana jinsi ya kupanga mkate wa nchi. Nasema mkate wa nchi au keki ya nchi. Kwa taaluma na maeneo mbalimbali katika nchi. Wako watu ambao wamejipa nafasi ya kujipendelea wao wenyewe na hawaulizwi. Ni bahati mbaya mpishi ameamua kushughulika na jiko kule peke yake kule ndani. Ni sahihi kuwa na sentensi kwamba labda kukosekana kwa uwajibikaji kumefanya siasa ionekane ni eneo lenye manono, na kwa sababu siasa imeonekana ni eneo lenye manono mengi, basi hata wasomi wameona ni bora wakimbilie huko. Ndicho ninachokisema ninapozungumza habari ya mkate wa taifa au keki ya taifa inavyogawanywa kwa taaluma mbalimbali, kwa maeneo mbalimbali, kwa kada mbalimbali, kwa ajira za aina mbalimbali, inakupa hiyo picha kwamba kuna sehemu nyingine bana, miaka 5 tu mambo yako yamenyoka. Lakini kama nimekaa hapa miaka 20 nafundisha vijana hapa, na kwanza nimeanza kujenga kile kibanda changu pale. Lakini nakwambia mtu katika miaka 5 hana vibanda tu, ana magorofa kadhaa, ana miradi kadhaa. Sana ipataje hii? Kwa hiyo unaporuhusu hali kama hiyo katika nchi, hakika utaenda kuathiri maeneo mengine mengi. Utaanza kuona kwamba ndo kila mtu atakimbilia kwa sababu huko ndo kuna kulipo. Lakini kuna mifumo ambayo siasa sio sehemu ya kujilibikizia kupata nafuu kubwa zaidi ya ukwasi kama ambavyo nchi zinaendelea, basi itakuwa ni sehemu ya kuheshimu tu kwamba ni utumishi. Siasa kwetu imekuwa sio utumishi tena. Siasa imekuwa ni miradi ya waliopata, ni kujinufaisha, ni kupata nafasi. Na bahati mbaya nikwambie tena, ukiongea na mbunge yote anakuambia jimboni kwake anakwenda kwa mahesabu. Kwa sababu akiingia jioni, asubuhi nyumbani kwake ni kama vile ni kliniki, watu wanakwenda hospitalini kwenda kumuona daktari. Na wote hawa kila mtu ana shida zake na kumlilia mbunge. Huyu anataka ada ya mtoto, huyu nyumba imebomoka, huyu ana kile na kile. Kwa hiyo mbunge amekuwa kama nitumie neno sio zuri sana, kama ATM machine kwenye jimbo lake. Na kwa nini anafanya hivyo? Anajua kwamba anazo. Sasa najua anazo kule, wanapewa nyingi, kwa hiyo anazo. Ingilikuwa kama ni zamani zama zile kabla ya miaka ya 80 kurudi nyuma, nafikiri 90 kurudi nyuma, wabunge walikuwa hana hizo. Leo mbunge akiingia tu ana uhakika wa VAT, na uhakika wa mshahara kila siku, kila siti na kikaa ni posho ya kutosha na nini, ana allowance ya jimbo inaitwa ile, ana fedha mfuko wa jimbo kwa ajili ya maendeleo. Kwa hiyo tumetengeneza mfumo wa nchi, kila kitu kimelenga kwenye siasa, na matokeo yake taaluma imedharauliwa. Matokeo yake sio katika mkwamo huo. Na hao waliokwenda huko kwa sababu wanataka kufanana na usomi, ndio ile ya PhD nilisema. Kwa hiyo tunaingia katika mtanziko mgumu kidogo. Sasa watu hawataka kuzungumza hayo kwa sababu bwana, kwa nini bwana? Sasa tukiongea sisi watu wenye midomo mirefu, inaonekana ile njaa inamsumbua. Wewe unaona nafasi ya kupona kwenye hilo eneo? Ndio, kwani nini? Si mambo yanafanywa na binadamu, na anayeweza kuyazuia ni binadamu. Yanazuilika kabisa. Si kudra za Mungu. Mapendekezo yako, unadhani matengenezo yalipaswa yaanzie wapi? Kwanza tudhibiti siasa. Habari ya kufanya siasa ndio sehemu ya malipo ya kufa mtu. Isiwe mgodi. Asante. Yaani hatuwezi kwenda namna hiyo kama taruhusu siasa ndio sehemu ya kwenda kupata kila kitu katika nchi. Tudhibiti kwanza hapo kwanza. Ukishadhibiti hapo, then utakuwa na uwajibikaji mzuri wa kuangalia hivi hii keki ya nchi inaliwaje. Ukishafika level hiyo, na hiyo inahitaji hasa akili ya kutoka kule juu kabisa, ya anakalia nafasi za juu kabisa, ajue hatuwezi kuendesha nchi namna hii. Na nikwambie tu mambo haya yana vitu vingi sana.
yanagusa maamuzi mengi sana juu ya matumizi ya rasilimali za nchi. Leo ndio tukalia hapa, hatuna fedha za kujenga barabara zetu za mitaani za vijijini, hatuna nini hivi, lakini fedha zipo tu. Tatizo ni kwa jinsi gani hizo fedha zinazotumika. Mgawanyo. Yani hivyo unatumiaje? Ukipata mshahara wako leo Ben, usiporudi nyumbani kwa familia yako, ukarudi baada ya siku 3, alafu ukasema sina hela. Sasa tunashangaa hivi hauna hela, kwa sababu usiku 3 kurudi, kwani ulikuwa umelala wapi? Yamkini huko ulikokuwa ulikuwa tu unazungusha, si ndio? Na kutapanya rasilimali, si ndio? Maandiko matakatifu kwenye Biblia, sisi wa Kristo tunajua vizuri habari ya yule mwana mpotevu. Mwana mpotevu aliomba urithi kwa baba yake. Muda siku si nyingi akafungasha kile kichwa chake akaenda, si ndio? Akafika huko akafanya nini? Katapanya. Asema alitapanya na nani? Na hao waliotajwa, sio? Akakaa, mwisho zikaisha. Kwa hiyo kama unavyofahamu, nimesema maandiko matakatifu nasema yule mwana mpotevu alichukua kile cha kwake, kaenda akala kule na aliokula nao, katokea njaa kubwa nchi ile, na akamhitaji, mwisho akawa hifadhi kwa wenye uwezo, kaishia kula makombo na nani, sio? Of course yeye ambaye sio baadaye jitafakari akarudi kwa baba kuomba msamaha. Ninataka kusema kwamba rasilimali ulizonazo ukipewa unazitumiaje? Alikuwa na sababu ya kutapanya vile alivyopewa. Kwa hiyo kama taifa vile vile tuna rasilimali nyingi, unazipangiliaje ili kila mmoja katika nchi aone matumizi yake ni sahihi? Kwa hiyo hii kuachia siasa ndio inachukua rasilimali nyingi kujinufaisha wenyewe, na sasa hata kada nyingine katika nchi waone kwamba bwana, unataka mambo ya kunyokea bwana, ingia kwenye siasa. Kwa hiyo lazima tu regulate vitu hivi. Na kwa sababu ruhusu ni binadamu, hata ku regulate anaanza kuruhusu, regulate binadamu. Kwa hiyo nafikiri inawezekana kuwa kudhibitiwa kwa taratibu, sheria na kanuni. Kwani wenzetu waliopiga hatua duniani, siasa ndio inalipa sana. Ni utumishi. Inawezekana kuna namna wamefunga. Ndio maana labda pia wakati mwingine kwao ni rahisi hata kujiuzuru kama mambo hayaendi. Sasa hapa ni kufa kupona. Kujiuzuru ni kumwaga unga wako. Sasa kwa hiyo sasa hiyo imeleta athari sehemu nyingine nyingi sana bila kutarajia. Hivyo kwenye wasomi kuona kwamba bana, usome ulipi bana, twende kule tukatafute kule maisha shortcut. Kama jamaa anakuwa lecturer miaka 20 30 anapata kibanda cha kuishi na familia yake, wakati mwingine ndani ya miaka 5 tu anavyo kadhaa, alafu akaangalia vile vile mtu mwenyewe shuleni alikuwa anamgaragaza kule na hivyo. Sasa inakuwa kidogo leta shida kidogo. Kwa hiyo ni vitu vya kuangalia vitu hivi. Tunapozungumza habari ya kuheshimu taaluma na nini hivi, ni jambo kubwa, lina athari kubwa katika kuendesha nchi na ustawi wa jamii kwa ujumla wake. Sio mambo mepesi kabisa. Kwa hiyo tusifanye masahara kabisa na mambo yanaitwa taaluma na elimu kwa ujumla. Sawa. Mtazamaji, tulikuwa tunazungumza hapa kuhusiana na kile kilichoandikwa kwenye ukurasa wa The Media Brains, na kubwa zaidi ni makala ya wiki hii kuhusiana na namna gani kitabu kile cha maisha ya Edward Moringe Sokoine, lakini pia maoni ya wasomi mbalimbali. Profesa Shivji akaandika sehemu yake kwa sehemu, na nafikiri kuna mahali umenukuu mtazamo wake endapo Edward Moringe Sokoine angefufuka leo angeiona UD kwa namna gani, inawezekana asingekanyaga kabisa, kwa sababu kuna mambo alikuwa anayapenda kuyaona au anapenda kuyaona au kuyatarajia zaidi pale UDSM, lakini sasa hivi yanatajwa kuwa yamekwisha kabisa ama hayapo. Na source kubwa umeichambua hapo kwamba watu wameona sasa kwenye siasa ndo mahali penye manono, na kama kwenye siasa ndo kuna vitu vinono, basi bora wote tukimbilie huko. Na kama we ni mtu wa mijadala, maana yake unajiweka kwenye position ya kutokuteuliwa. Kwa hiyo nafasi ya kula manono utaikosa, na hakuna asiyependa kula manono. Kwa hiyo inawezekana hayo yametuyumbisha. Maana yake kunatakiwa kutafutwa watu ambao hawatathamini kula kuliko kutengeneza kesho bora. Kula ni neno linajumuisha vitu vingi sana. Ukisema kula kuna maana mbili.
Kuna kula kwa maana ya ulafi na kuna kula kwa maana ya mahitaji ya lazima ya binadamu. Sasa huwezi kusema watu asile. Sipokula shekhe tutakuwa mtihani. Tutakuwa mtihani. Sasa tula tutakula. Kisha tunakulaje? Kiasi. Hakuna mtu ambaye hatahitaji ujira wake kwa kazi anayofanya, ujira halali kwa kazi ya halali. Lakini tunachozungumza hapa hivi, kwa kiasi gani basi usirundike ulaji sehemu moja. Ulaji ambao umepitiliza, si ndio? Ni kwa jinsi gani utafanya watu wawe huru kufikiri katika kutenda na kujadili mambo kwa njia ambayo mwisho wa siku ataonekana kama huyu sio mwenzetu, kwa hiyo huyu tumvutiane break asipate mkate wake, si ndio? Ni kwa jinsi gani tutatengeneza mazingira ambayo kada moja fulani katika jamii ndio inajivutia kila kitu kikubwa na kunufaisha wao wenyewe. Kwa hiyo kula kutakuwepo. Jenge taratibu, sheria na kanuni na maadili ya jamii yetu, kwamba jamani, siasa ni utumishi. Hii habari ya siasa kuwa ndo wasemaga mwarobaini wa matatizo yote ya mtu kuhusu mapato, sio sawa sana. Tunakosea sana. Na tumeona watu wakikimbia taaluma zao muhimu nyeti. Sisemi kwenda siasa ni jambo baya, lakini unafikiria kwamba huyu jamaa kwa nini anaenda kule? Apige hesabu. Unaona hapa bana ilipe. Hapa kila kijumlisha zinabaki hapa, napata minus, ndio? Na mimi nataka ni balance hesabu hapa. Kwa hiyo naona bana kule bana shehe kule kuna angalau nafuu. Sasa tusijenge jamii ya namna hiyo. Hivi kwa mfano wewe unaposema mtu kama natoa mfano tu. Hivi daktari bingwa aliko pale Muhimbili, Moi au Jakaya pale cardiac. Hivi malipo yake na mbunge yupi ana nafuu kubwa? Bila shaka mbunge atakuwa na malipo mazuri. Katika ile kawaida tu hivi ni halali. Mbunge ambaye qualification yake kusoma na kuandika. Hivi katika ile kawaida hivi ni halali? Hivi ni sawa? Mhandisi wa mitambo, mhandisi wa kudesign madaraja na sehemu kujenga barabara, hivi aliko pale wizarani malipo yake na mbunge hivi ni sawa? Kwa kuna namna maisha ya kuonekana siasa ni mgodi kumewadepress wasomi. Sio kidogo mno. Unajua msomi na mbunge soko lao ni hilo moja la bidhaa. Duka lao ni hilo moja la bidhaa. Shule wapeka watoto wao ndio hizo, si ndio? Kwa hiyo hawezi kuwa yeye anajisikia vizuri wakati akienda kule dukani, anarudi ameshika tama, anarudi kichwa kinamuuma. Huyu mwingine wala afili, hasikii kwa sababu hazipo tu za kumwaga, si ndio? Kwa hiyo wanaishi Tanzania hii, mahitaji yao ni ya Tanzania hii, kwa gharama za Tanzania hii. Sasa huyu mwingine anafanya kazi nyeti sana kuokoa maisha ya watu, kufanya kazi mpaka masaa mengi ya kutisha kabisa. Lakini mtu anapiga tu meza pale asubuhi mpaka jioni anasaini. Sasa hiyo haijakaa sawa. Kwa nchi haijakaa sawa. Na kama hatufanya kazi hilo jambo, nchi tutakwenda pabaya sana. Ilike kuhitimisha, nani anawajibika? Jamii yetu kwa ujumla wake inawajibika. Lakini vile vile taratibu na kanuni zetu za sheria na ajira lazima zizingatie hayo. Kwa sababu mwisho wa siku anayetunga taratibu hizi, nani alipo nani, sisi wenyewe ambao tunakalia ofisi za umma, ndio tunaweza kutunga kanuni, sheria, taratibu hizi kwenye ofisi hizi na kuamua hii huyu apate. Ni hapa tumepewa hiyo nafasi ya kueleza hiyo wajibu, hiyo dhima ya kueleza ofisi za umma. Kama tunaenda pale na akili ya kupendelea upande mmoja, inaweza kaa shida. Inawezekana hata mtu anayeamua kesi kwa mahakamani, jaji akawa maisha yake ndio hivyo tena unga sana. Hivi nafikiri akishafika namna hiyo jaji, hiyo haki ataitekeleza vipi? Kati maisha yake hajui anaweza kwa hiyo mambo haya yana madhara makubwa mabaya na ya kwenda mbali sana kwa nchi kama hatukuzingatia kuheshimu taaluma za watu, na itokee katika kuheshimu huko vile vile na jinsi tunavyotoa, nasema tu neno la Kiingereza sema rewards, tunavyotoa
tunavyofidia hizi taaluma katika ajira tunazo kwa watu mbalimbali zinakwenda na namna hiyo. Tusipofanya hivyo tukasema kwamba hii kazi ya kisiasa tu ndio mambo yote, tutaleta shida katika jamii kwa miaka mingi ijayo na tutaleta maangamizi makubwa katika nchi. Sawa. Mimi nikushukuru sana kwa namna ulivyodadavua sambamba na kile ambacho ulikuwa umekiandika kule kwenye The Media Brains, tovuti hiyo ambayo mtazamaji wewe unaweza kuwa na nafasi ya kupitia ukasoma hatua kwa hatua, lakini unaweza kuwiwa kushare na mtu mwingine ili naye akasoma kwa nafasi yake akajifunza, lakini pia akatoa maoni yake. Na kukaribisha sana kuendelea subscribe na kuwapa watu wengine kusubscribe kwenye channel ya Media Brains. Mimi naitwa Benjamin Mitingi, nilikuwa na Jesse Kwayo, mkurugenzi mtendaji wa Media Brains. Huwa anaandika kwenye tovuti ya Media Brains kuhusiana na mambo mbalimbali ya kijamii kwa ujumla wake ambayo yanatugusa sisi wanajamii moja kwa moja. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.